Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea tena katika darasa yetu ambapo tunazungumzia kuhusiana na madhehebu ya Kiibadhi kwa ufupi. Tumezungumzia kidogo kuhusiana na tarehe yao, baadaye tukazungumzia katika fikra za Kiibadhi au rai za na maono ambayo yanahusiana na madhehebu hii, kuanzia fikra zao katika siasa, fikra zao katika itikadi, fikra zao katika upande wa sheria na mengineyo ambayo tumeyazungumza. Leo inshallah tuangalie hii milango ya mwisho ambayo iliyobakia. Sheikh Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi kumwisho kafanya kama labda ufupisho na kazidisha vitu ambavyo pengine hakuvitaja huko mwanzo, lakini takriban vitu vingi ambavyo tutakavitaja sasa hivi tayari tushavitaja huko mwanzo. Kwa hiyo yaliyotajwa huko mwisho kama yamekuja kutilia mkazo tu yale ya mwanzo. Hapa Sheikh katika mlango unasema makanu al-ibadhiyya baina al-madhahib al-islamiyya, nafasi ya ibadhi, madhehebu ya Kiibadhi baina ya madhehebu nyingine za Kiislamu. Madhehebu ya Kiibadhi ni kama madhehebu nyingine za Kiislamu. Zimeanza vipi? Imeanza madhehebu ya Kiibadhi mwanzoni kabisa katika Uislamu katika karne ya kwanza tumeeleza. Kwa sababu yule Imam Ali asisi madhehebu ya Kiibadhi, yani ambaye wametoka wanafunzi kupitia yeye wakaja wakaeneza hizi fikra za madhehebu ya Kiibadhi, ni Jabir bin Zaid radhiyallahu anhu, ambaye tumesema ni kibari tabiina, ni katika tabiina waliokuwa wakubwa. Yeye alikuwa wapi Jabir bin Zaid? Jabir bin Zaid alikuwa katika mji wa Basra. Kwa hiyo wakati yupo katika mji wa Basra, wanafunzi mbalimbali wakatokezea wakawa wanakuja kwake kwa ajili ya kusoma ilmu. Miongoni mwa wanafunzi wao mathalan ni Qatada, katika wanafunzi wake Jabir bin Zaid ni Qatada na Ayyub na Ibn Dinar, yani Amr bin Dinar, wa Hayyan bin al-A'raj wa Abi al-Mundhir Tamim ibn Huwais. Na kuna wengine ambao walikuwa ni wanafunzi wake ambao waliomlazimu zaidi, yani waliokuwa wanakaa naye mara nyingi katika majlisi zake. Mfano katika wanafunzi ambao waliomlazimu, waliosuhubiana naye zaidi ni Abu Ubaida radhiyallahu anhu. Abu Ubaida tumesema yeye ni imamu wa pili katika madhehebu ya Kiibadhi na alikuwa ni katika tabiina. Abu Ubaida Muslim ibn Abi Karima at-Tamimi, pia Dhumam ibn Sa'ib wa Abi Nuh Salih ad-Dahan wa Rabi bin Habib. Ar-Rabi bin Habib ambaye ni imamu wa tatu katika madhehebu ya Kiibadhi, yeye alikuwa ni mdogo wakati alipomdiriki Imam Jabir bin Zaid, lakini aliweza kumdiriki kwa muda mfupi. Sasa hawa wanafunzi hawa ambao walipokea ile ilmu kutoka Imam Jabir bin Zaid, pokea hadithi, fiqh na mengineyo, wao ndio waliokuja kueneza elimu ile, wakaieneza na wakafikisha da'wa na wakawa wanazieleza manake zile fikra na ile aqida na ile fiqh ambayo walipokea kwa imamu wao pale katika mji wa Basra. Na wanafunzi wakubwa ambao walikuwa wakisomesha baada ya Imam Jabir bin Zaid ni wanafunzi wake Abu Ubaida Muslim ibn Abi Karima at-Tamimi na Salih ad-Dahan. Hawa walikuwa wanasomesha katika mji wa Basra na wakaweza kutoa wanafunzi wengi sana, wanafunzi ambao walitoka katika miji tofauti. Tumesema kuna wanafunzi ambao walitoka Hijazi, wanafunzi walitoka Yemen, wanafunzi walitoka Oman, wanafunzi walitoka Misri, wanafunzi walitoka Khurasani na miji mingine ya Kiislamu walikuja kusoma pale katika mji wa Basra kupitia kwa Imam Abu Ubaida rahmatullahi alayhi. Sasa wakati walipokuwa wanaeneza ile ilmu, wale viongozi pale katika zile sehemu za Iraq ambazo kwa natawaliwa na dola Umawiya wakaanza sasa kuwanyoshea vidole na kuwatega na kuwalinda, yani kuangalia na kuwachunguza na kuwafuatilia, na wakaanza kuwabana na kufanya kila njia kwa ajili ya kuwakosoa
na wakaanza kuwanasibisha wao na kuwashutumu kwamba wao ni watu wenye fikra yani taifa mutatarifa, yani ni kundi katika makundi ambayo mutatarifa yaliyokuwa yamepindukia mipaka, na wakawazingatia kwamba wao ni katika khawarij. Kwa hiyo ile khawarij ambayo tumetaja huko nyuma, kumbe ilikuja pale walipokuwa wao maana yake wanapinga zile fikra ovu ambazo zilikuwa zimeenea katika ile miji ya Basra na ile miji yote ambayo ilikuwa imetawaliwa na dola Umayyah. Walipokuwa kizikosoa zile, na wao sasa wakaanza kupigwa vita na vile vyombo vya kiserikali wakati ule, na wakashutumiwa kwamba wao ni khawarij, ni watu ambao walikuwa na misimamo mikali. Ndio ikaja hiyo lafdhul khawarij, ambao wengine sasa wakaanza kuwazushia mibadhi kwamba ni khawarij, na wakati wao si katika khawarij. Na hata wakati Jabir bin Zaid alipokuwa yupo hai, wakati alipokuwa akipigwa vita ibadhi, hakusalimika Imam Jabir bin Zaid. Alipigwa vita Imam Jabir bin Zaid mpaka kaikwa jela, ikisha baadaye akafukuzwa, akatoka Basra akapelekwa wapi? Oman. Na pia wanafunzi wake walipigwa vita, kina Abu Ubaida radhiallahu anhu na Dhuman bin Saib walikuwa jela mpaka alipokufa Hajjaj bin Yusuf, ndio akatoka katika jela ile ya Iraq. Kwa hiyo kwa namna kama hiyo ndipo walipoweza hawa madhehebu ya Kiibadhi kueneza fikra zao. Walikuwa wakieneza fikra zao, lakini huku pia walikuwa wakipigwa vita na ile dola ambayo ilikuwa kitawala katika zama zile. Sheikh hapa anakuja kuweka al-khututul aridha kuhusiana na ile misingi ambayo tumetaja mwanzo ya madhehebu ya Kiibadhi. Anasema hapa Sheikh, maibadhi wao wanaona kwamba masdari ya kwanza, yani chanzo cha kwanza cha dini ya Uislamu, kuanzia katika itikadi yake na katika ibada zake na katika miamala yake na katika tabia, chanzo cha kwanza ni Qur'anil Karim, Qur'an tukufu. Wa anna man ankara shay'an minhu, yote atakayepinga chochote katika Qur'ani, suratan ikiwa ni sura au ayatan au aya au harfan au harfu moja, fa huwa mushrikun au murtad, atakuwa kamshirikisha Mwenyezi Mungu na katoka katika Uislamu. Pia ibadhi wanaona masdari ya pili, chanzo cha pili cha sheria ya Kiislamu, cha dini ya Kiislamu ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa sahihi. Na hii sunna ipo katika daraja, ipo katika namna tofauti. Kuna sunna ambayo inaitwa mutawatira iliyopokelewa na wapokezi wengi. Hii inawezekana ikawa ni qat'iyyu dalala, ikawa maana yake iko wazi kabisa, yufidu ilma, ikawa inaweza kutumika katika mambo ya kiitikadi, wa yujibu al-amal, na pia inaweza kutumika katika mambo ya kimatendo, yani katika fiqh. Wa munkiruhu, na yule ambaye atakayepinga hiyo sunna ya mutawatir, kalmunkiri lilquran, atakuwa kama kwamba kaipinga Qur'ani. Na pia katika sunna kuna sunna ambayo inaitwa mashhur, kwa watu ambao wamesoma mustalahul hadith wanafahamu. Kuna hadithi ambayo ni mashhur na kuna mustafidh, ambayo hii wamepokea wapokezi wengi lakini hawajafikia katika hadi ya tawatur. Pia kuna ahadi. Ahadi ni ile hadithi ambayo imepokelewa na wapokezi waliokuwa wachache. Hii ahadi hii yujibu al-amal, inatumika katika mambo ya kifiqh, yani katika mambo ya kivitendo, kwa katika ibada, katika miamalati na mengineyo inaweza kutumika hadithul ahadi, lakini al-hadith al-ahadi haiwezi kutumika katika mambo ya kiitikadi. Na pia hadithi mursal ambayo imepokelewa tabi kaipokea moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakutaja yule sahaba ambaye aliyemfikishia ile hadithi, japo kwamba anasema Sheikh, japo kwamba itakuwa ni dhaifu kuliko ahadi, illa annahu yujibu al-amal, yaweza kutumika pia katika matendo, idha kana sahabi au tabi'i, sawa ikiwa ni mursal sahabi au ni mursal tabi'i. Kwa baadhi wanachuoni wa Kiibadhi wanakubali hadithi mursal, na hii ni mlango ambao una ikhtilafu kubwa sana. Hata ukija katika vitabu vya hadithi utakuta namna gani wanachuoni wanatofautiana kuhusiana na hadithi mursal. Pia akaja katika chanzo cha tatu akasema ni ijma', makubaliano ya wanachuoni. Sharti kwamba iwe makubaliano hayo tayari yamekamilisha masharti yake yanayojulikana kwa wanachuoni usul fiqh, na mtu ambaye atakayetoka katika makubaliano basi atakuwa kafanya maasiya, na hujja ya ijma' inakuwa ni qat'iyya ya kukata. Na wao wanaona kwamba ijma' ilitokezea katika umma huu wa Kiislamu, sawa ikiwa ni ijma' ya maneno au ijma' ya kunyamaza, wa annahu min al-mumkin an yaqa fi kulli asr, kwamba inawezekana kutokezea katika zama zozote, wa yunqal ila nas bi shurut al-mu'tabara, na inawezekana kunukuliwa kwa watu kwa sharti ambazo zinazozingatiwa. Kwa hiyo kifupi, pia katika madhhabi ya Kiibadhi wanaizingatia ijma', yani makubaliano. Pia nasema wa yarawna anna al-masdar ar-rabi', na chanzo cha nne katika madhhabi ya Kiibadhi huwa al-qiyas, ni qiyasi, yani kulinganisha baina hukumu ambayo iliyokuwa haijatajwa na hukumu ambayo iliyotajwa katika Qur'ani au katika sunna Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Akisha kasema almasdar alkhamis, chanzo cha tano wanaona ibadhi ni alistidlal bi anwa'ihi, kufanya istidlali kwa aina zake zote ambazo tumezitaja huko nyuma. Mfano almasalihul mursala, kutumia msingi wa masalihul mursala na msingi wa alistishab na misingi mingine kama vile shar'u man qablana na mingineyo ambayo tumeyataja. Inshallah leo tutafikia hapa, tutakuja kuendelea katika darasa ijayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.